Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. I think we are not only having half of the church absent. Nadhani sio tu kwamba tuna nusu ya washirika hawapo, but we may be even having a half of the people seated here, their minds are absent. Lakini pia yamkini tuna watu ambao, nusu ya watu ambao wako mahali hapa wamekaa hapa, lakini fikra zao na akili zao haziko hapa kanisani. So Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Now I think we have like 75. Nadhani sasa tumefikia 75% ya Bwana Yesu asifiwe. It is possible for you to come to church, inawezekana wewe kuwepo kanisani, but you are bound. Lakini bado umefungwa. You are here, upo hapa kanisani, but you are bound. Lakini umefungwa. The pastor says praise the Lord, you are quiet. Mchungaji anasema Bwana Yesu asifiwe, wewe uko kimya. The choir sings a wonderful song, you are just there. Timu ya kwaya wakaimba nyimbo nzuri, lakini wewe upo tu umekaa kimya. We give offerings, you are there. Tukatoa sadaka, wewe upo tu. So entering the building is one thing. Kwa kuingia kwenye jengo ni jambo la kwanza, but to be delivered is another thing. Lakini kufunguliwa ni jambo jingine. So the devil can allow you to come here. Kwa shetani anaweza kukuruhusu wewe ukaje hapa. And he keeps you bound even in church. Na bado ukawa kanisani, lakini yeye akaendelea kukufunga ukiwa ndani ya kanisa. Yeah. It is possible. Inawezekana. And I was glad our sister walked here asking for prayer for deliverance. Na nashukuru kwamba kuna dada hapa amekuja mbele akaomba maombi ya kufunguliwa. And that's why the doors are opened every Sunday. Ndio maana malango yamefunguliwa kila Jumapili. So I'm going to make our slogan again. And I'm going to say Bwana Yesu asifiwe. Now that is not a greeting. Sasa Bwana Yesu asifiwe sio salamu. It's an agreement. Ni makubaliano. That all of us, kwamba sisi wote, we agree that our Lord must be praised. Tunakubaliana kwamba Bwana wetu ni lazima asifiwe. It doesn't matter what. Hajarishi nini. I want to begin by thanking our pastor. Nataka nianze kwa kumshukuru mchungaji wetu. Our pastor is a wonderful man. Mchungaji wetu ni mtu mzuri sana. Opening the doors for such a group of people like us to come and fellowship with you is a blessing. Kufungua marango kwa watu kama sisi kuja kushiriki ibada pamoja nanyi ni jambo la heri sana. And not only that, but he has the right information for our purpose of being in this city. Sio tu kwamba ametufungulia malango, lakini ana taarifa sahihi kwa habari ya kusudio la kuwepo kwetu mahali hapa. I was seated there and I said, I wish we can recruit him to be our agent to publicize our crusades every city we go. Nilikuwa nimekaa pale nikasema, huyu mtu natamani tungemfanya akawe ni wakara wa kuzungumza kwa habari ya huu mkutano. Because it makes everything come out clearly. Kwa sababu amefanya kila kitu kikatoka kikiwa kizuri na sahihi. Mchungaji, we want to thank you so much. Tunakushukuru sana mchungaji. Together with your team. Pamoja na timu yako. For the great work you are doing here. Kwa kazi kubwa mnayoifanya mahali hapa. My name is Mwesigwa Samuel. Naitwa Mwesigwa Samuel Wagaba. I come from Uganda. Natokea Uganda. I was born in Jinja. Alizaliwa mji unaitwa Jinja. But for the last 18 years the Lord took me to another area near Mbale, which is called Palisa. Lakini kwa miaka 18 Mungu amenipeleka mahali eneo moja karibu na Mbale inaitwa Palisa. And I've been doing the work of the Lord in that area. Na nimekuwa nafanya kazi ya Bwana kwenye hayo maeneo. I am married. Ameoa one wife. Mke mmoja. And because she's a woman, we have 4 children. Na kwa sababu yeye ni mke wake ni mwanamke, wana watoto 4. 2 boys and 2 girls. Wa kiume 2 na wa kike 2. We've been married for 17 years. Amekuwa kwenye ndoa sasa kwa miaka 17. And we love each other. Na wanapendana. She's my pastor.
Yeye ni mke wake ni mchungaji wake pia. I love when she's leading me. Anafurahia anavyokuwa naongozwa. And she prays for me. Na ananiombea. She sends me messages. Ananitumia ujumbe. She preaches to me everywhere I am. Huwa ananihubiria kila mahali ninapokuwapo. Even this morning she knows I am somewhere in a church which she doesn't know, but a born again church. Hata leo anafahamu kwamba niko mahali fulani. Kanisa alifahamu, lakini anafahamu niko kwenye kanisa la walokole. My brother here is called Jackson Kagosh. Mimi hapa anaitwa Jackson Kagosha. Kagosha is born of Mwanza. Mimi ni mtu kutoka Mwanza. But he shares so many things with you here. Lakini anashiriki vitu vingi pamoja nanyi hapa. And he is one of those that God has raised in our ministry from just being someone who came to attend a crusade and now is an instrumental person. Ni mtu ambaye Mungu amemuinua sana kwenye hii huduma, miongoni mwa wale watu waliokuja tu kushiriki mkutano, lakini Mungu akamgeuza akamfanya kuwa chombo kwenye hii huduma. And some of those crusades you are hearing our pastor is talking about is behind them. Na hizo mikutano ambazo umemsikia mchungaji akizungumzia, yeye ndiye yuko nyuma hiyo mikutano. My sister Sarah Sitini Kombo. Dada yangu hapo anaitwa Sarah Sitini Kombo. She's a Tanzanian, Congolese, Rwandese, Ugandani, which one of else? South African. She's having too much blood in her life. Yeye damu yake ni ya mataifa mengi, Congo, Rwanda, Burundi, South Africa, Kenya, yote kwa mtu mmoja. Everywhere we go, she has something attached there. Kwa kila mahali tunapoenda kuna kitu ambacho kinaungana naye hapo. Kwa hiyo anakuwa mwenyeji. Sarah, she's a very, very instrumental person in this ministry. Ni nyenzo muhimu sana kwenye hii huduma. She's the director of communications and all our publications we make. Yeye ndiye mkurugenzi wa mawasiliano na matangazo yote tunayoyafanya. She doesn't know how to hold a microphone. Yeye hashiki maiki, but she knows how to hold that tool. Lakini anajua kushika hicho alichokishika vizuri. And she can speak through that na yeye anaweza akazungumza kupitia hicho alichokishika mkononi. All these bangles you see around. Kwa hiyo hayo mabango na matangazo yote mlioyaona, she's the woman behind all those kuchola chola. Yeye ndiye aliye design na kufanya mambo yote. And every country we go, everything on our websites, whatever, she's behind that. Kwenye mitandao yote ya kijamii, tovuti zetu zote, yeye ndo anayefanya hayo mambo. In fact, while seated there, wakati nimekaa hapo, she told me, aliniambia, I must get that testimony of that pastor whose church received the 14 new members. Kwamba tunatakiwa tuchukue ushuhuda wa yule mchungaji ambaye amepata waongofu wapya 11. So maybe after the service she may visit you, pastor. Labda baada ya ibada anaweza akakutembelea ili aandike huo ushuhuda. This church is a powerful church. Kanisa hili ni kanisa lenye nguvu. After preaching for many years and visiting many countries, I want to say that this church is a great church. Baada ya kuwa nimetembea kwenye mataifa mengi na kuhubiri kwenye makanisa mengi, nataka niseme kitu hiki: kanisa hili ni kanisa kuu. Now, I find so many Tanzanians. Sasa huwa nawakuta Watanzania wengi who don't love this country, ambao hawapendi hii nchi, because they have never gone out of Tanzania. Kwa sababu wao hawajawahi kuwa nje ya Tanzania. Even some of you may have never left, you have not gone out of Shingida since you were born. Labda hata miongoni mwenu wengine hamjawahi kuenda nje ya Shinyanga tangu mmezaliwa. But when you go out of Tanzania, you come back and say Lakini ukitoka nje ya Tanzania na ukarudi Tanzania, ndio utaanza kuipenda zaidi. I'm here to say that this is a wonderful church. Niko hapa kuzungumza na nyinyi na kuambia kwamba kanisa hili ni kanisa zuri sana. And I'm not saying it because I'm looking for a job. Sisemi hii kwa sababu natafuta kazi, or I am asking for an opportunity to preach again, au ninajaribu kusema maneno haya ili nipewe nafasi ya kuhubiri tena. But as a pastor of a local church, lakini mimi kama mchungaji wa kanisa, I want to tell you are blessed. Nataka niwaambie mmebarikiwa. And where you find a powerful church, there is a powerful pastor and leaders. Mahali ambapo unakutana na kanisa lenye nguvu, unakutana na mchungaji mwenye nguvu na viongozi wenye nguvu. And I want us to
clap our hands, nataka tupige makofi yetu, appreciating our pastor and the leaders tuwashukuru mchungaji wetu pamoja na viongozi wetu for the work they are doing. kwa kazi kubwa wanayoifanya. The Lord has blessed me. Mungu amenibariki. My father is a pastor. Baba yangu ni mchungaji pia. He has been pastoring for over 68 years. Amekuwa ni mchungaji kwa zaidi ya miaka 68 sasa. And I can tell you, na naweza nikawaambia the life of a pastor. Maisha ya mchungaji. For a pastor to lead a church like this one, kwa mchungaji kuongoza kanisa kama hili, and is still sober in the mind, na akawa bado ana kitimamu kwenye fikra zake, it takes the grace of God. Inahitajika neema ya Mungu and commitment na kujitoa sana. He doesn't look stressed. Anaonekana hana msongo wa mawazo, which means kinamaanisha he's enjoying what he's doing. Anafurahia kile anachokifanya. It doesn't matter how things go. Haijalishi ni vitu vinaendeleaje. But we want to thank God for your life, pastor. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uzima wako mchungaji. Your family, familia yako pia. I don't know whether this is mama. Sijui kama huyu ndiye mama. Mama, Mungu akubariki sana. May God bless you. Amina. Mama, Mungu akubariki. Maybe one day when I come back, I'll tell you about the life of a pastor. Labda siku nyingine nikirudi hapa nitazungumza kwa habari ya maisha ya mchungaji. Because that's where I grew up from. Kwa sababu huko ndiko niko kulia. I have so many things in my head. Nina vitu vingi sana kwenye akili yangu. But I can't forget. Lakini siwezi nikasahau these wonderful people. Hawa watu wazuri wa ajabu. These wonderful people. Hawa watu wazuri wa ajabu. I think you deserve to sit there. Nadhani mnastahili kukaa hapo mlipokaa. Maybe one time you will sit here. Labda siku nyingine mtakuja mkae huko kabisa madhabahuni. You are great people. Nyie ni watu wakuu mno. Great people. Nyie ni watu wakuu. Especially my father there. Hasa baba yangu hapo. I like the bass. Nimependa hiyo bass hiyo. Which song did you sing? Umeimba wimbo gani baba? The hymn. Ile tenzi. Hapana rafiki kama Yesu. Hapana rafiki kama Yesu. Hapana rafiki kama Yesu. Even if it's my wife. Hata kama angekuwa ni mke wangu. She cannot be like Jesus. Hawezi akaa kama Yesu. May God bless you so much. Mungu awabariki sana. I took a small video. Nimechukua ka video kidogo. And I've posted it on my Facebook timeline. Na nimeipost kwenye ukurasa wangu wa Facebook. Somewhere where you were singing and there was no keyboard, there was no bass, just voices. Mahali ambapo mlikuwa mnaimba bila kinanda, bila sauti zingine, lakini ni sauti za wateule tu. That one. Hiyo. If I was an adjudicator, the judge of music. Kama mimi yeye angekuwa ni judge au mwamuzi wa muziki, I would give you 100. Angewapa 100 kwa 100. Sometimes we need to stop the noise. Wakati mwingine tunatakiwa tunyamazishe kelele. And our voices, our sound goes louder. Na sauti zetu ziinuke, tuzipaze zaidi. But do you know what you have just done? Mnajua nini mlichokifanya? You exhibited excellence. Mmefanya kazi kwa ubora sana. This church, kanisa hili, is an example, a model of what excellence means in the house of God. Hili kanisa ni mfano wa ubora na linaelezea nini maana ya ubora. Hili kanisa. You are people of excellence. Nyie ni watu wa ubora. Watu wenye ubora. Again, you may not believe because maybe you have not gone anywhere. Kingine mkini hamwezi mkaamini labda kwa sababu hamjatembea nje. But some of us, lakini wengine wetu, let's clap for this one. Tuwachapie jamani makofi hawa watu wazuri. Some people have left church. Watu wengine wameacha kanisa. Pentecostal church. Wameondoka kwenye makanisa ya Kipentekoste. They have gone back to Catholic. Wameenda kwenye makanisa ya They have gone back. Wamerudi.
They have gone back to Anglican. Wamerudi kwenye makanisa ya Anglikana Because of lack of excellence. kwa sababu wamekosa ubora. But you, Lakini nyie, there are people who stay here kuna watu ambao wanabaki hapa because of how you arrange yourselves. kwa namna ambavyo mmejipangilia And I vizuri. can tell you, Na naweza nikawaambia, many people in this church may not like the pastor's preaching. yamkini watu wengi ndani ya kanisa hili hawapendi mahubiri ya They mchungaji. may not. Yamkini. But they may be here because of you. Yamkini wanaweza wakawa hapa kwa sababu yenu. And that ministry Na hiyo huduma yenu is powerful. ni huduma yenye nguvu. In our church where I pastor, Kanisani kwetu mahali ambapo mimi ni mchungaji, the preacher in our second service is preaching now. mhubiri wa ile ibada yetu ya pili ndo amesimama sasa kuanza kuhubiri. We run 2 services Tunakuwa na ibada 2 every Sunday. kila Jumapili. And then we have Sunday school. Na tunakuwa pia na wanafunzi wa Sunday school asubuhi. So we first do the first service. Tunafanya ibada ya kwanza, It starts at 7 inaanza saa 1 asubuhi to 9:30. mpaka saa 3:30. And then we have 40 minutes of Sunday school. Tunakuwa na dakika 40 za Sunday school. Then we have another group of people, second service, they come. Tunakuwa na kundi lingine la watu la ibada ya pili, nao huwa wanakuja. And when I came and pastor said, "Oh, we have just been in Sunday school," I said, "Yes." Nilivyoingia tu hapa mchungaji akaniambia tumemaliza tu ibada yetu ya Sunday school. If you are here and you hate coming in the morning for Sunday school, Kama uko hapa na unachukia kuja asubuhi kwa ajili ya Sunday school, maybe because it is boring, labda kwa sababu yani unahisi labda inakuboa, maybe it is early, you don't want to come early, labda ni mapema sana, hutaki kuja mapema, you may miss mizizi unaweza ukakosa mizizi in your Christian life, kwenye maisha yako ya Ukristo, and very soon you'll wither. na siku sio nyingi utanyauka. I am not a prophet of doom, Jamani, mimi sio nabii, but I'm speaking because that's what the Bible says. lakini nazungumza kwa sababu hivyo ndivyo zungumza So I ninavyosema. want to encourage those who have not enjoyed coming for Sunday school, you better start next Sunday. Nataka niwatie moyo wale ambao walikuwa hawafurahi kuja asubuhi kwenye Sunday school. Naomba utiwe moyo uanze kuja kwenye Sunday school. I want to say something else. Niseme kingine, I am preaching, by the way. hapa ndo nimeanza kuhubiri. I'm preaching. Ndo nahubiri hivi. And very soon I have my minutes here they have given me. Very soon I will sit down. Na baada ya dakika zangu nilizopewa nitakaa chini. The Pentecostal church Makanisa ya Kipentekoste does not grow by reproduction. hatukui au kuongezeka kwa kuzaliana. No. Hapana. Our numbers don't grow by us producing children. Idadi yetu haiongezeki kwa sisi kuzaa watoto. Our numbers grow by preaching the gospel. Idadi yetu inakuwa na kuongezeka pale tunapokwenda kuhubiri Injili. I loved when these young men came to say, I have come to give my life to Jesus. Nimependa sana nilivyoona hao vijana watoto walivyokuja hapa kusema nimekuja kuokoka. Maybe their parents are not even here. Yamkini wazazi wao hawapo hapa. But that's where it begins from. Lakini hapo ndipo wanapoanzia. I want to encourage you in this season. Nataka niwatie moyo kwenye huu msimu. Even where you meet our trucks. Hata mahali ambapo mnakutana na haya magari yetu makubwa. Let us reach out to people and share the gospel, and then they can come to church. Hebu tuwafikie watu, tuwahubirie Injili ili waweze kuja kanisani. This church in this city, Hili kanisa kwenye huu mji, it is small. ni kanisa dogo. We need to break it. Tunatakiwa tulibomoe hili kanisa. But we can't break it Lakini hatuwezi tukalibomoa when we are a small number. kama tukiwa wachache kwa idadi. Some of us are comfortable. Wengine wetu tumekaa tuko vizuri tu. You have even put a mark on your chair. Umeshaweka mpaka na alama kwenye kiti chako. Hapana. We need to grow a good problem in this church. Tunatakiwa tukue na tusababishe changamoto nzuri kwenye hili kanisa. To break these walls. Changamoto nzuri ya kuvunja hizi kuta. The few minutes I've sat there, dakika chache nilizokaa mahali hapo, I have seen the potential. Nimeona uwezekano. There is potential for this church to grow 3 times. Kuna uwezekano hili kanisa likakuwa mara 3 zaidi in 3 years. Ndani ya miaka 3.
The potential is here. Huo uwezekano upo kabisa. I'm not talking about the potential of the size of the land. Mimi sizungumzii uwezo wa eneo, ardhi yenu jinsi ilivyo. Land is there. Ardhi ipo. But you may not see it because you don't have the need. Yamkini hamuioni kwa sababu hamna uhitaji. You may not see it. Yamkini hamuioni, labda hamuioni. You may not see it. Mnaweza you may not see it. Mnaweza msione hiyo. Because you don't have a need. Kwa sababu hamna uhitaji. But the day you'll have a need, lakini siku mtakayokuwa na uhitaji, you will see that you can even move that school. Mtasema kumbe hata hii shule tunaweza tukawahamisha. But for now, lakini kwa sasa, okay. Nasema tuko vizuri. Just imagine when this group has gone 3 times, this group. Jaribu kufikiria hili kundi likikuwa mara 3. Do you know you are growing old? Unajua mama wewe unazeeka hapa. So you need to preach the gospel. Kwa unahitaji kuhubiri injili. So that even when you are weak, ili hata ukianza kuwa dhaifu, there are many people that have come out of you. Kuna watu wengi ambao umewazaa, wametoka ndani yako. Not here. Sio tumboni, but by the preaching of the gospel. Lakini kupitia kuhubiri injili. There is a lot. Even we can have 4 services even here. Tunaweza hata humu ndani ya hili jengo tukawa na ibada 4. And every service has more than 250 people. It's possible. Na kila ibada ikawa na watu 250, inawezekana. Our church is 16 years. Kanisa letu lina miaka 16. We are located in a dominant Muslim community. Tuko kwenye jamii ya Kiislamu sana. And every pastor thinks the church can't grow there. Na kila mmoja na kila mchungaji anasema hapa mahali hapa kanisa haliwezi likakuwa. When I went there, I was not born in that area. Nilipokwenda kule kwa sababu nilikuwa sijazaliwa kwenye hilo eneo. And every pastor says, you know, for us we have been here, we are born here, but church can't grow, these are Muslims. Wakaanza kuniambia wachungaji wenyeji, unajua sisi hatuwezi tukaendelea kwa sababu tulizaliwa hapa lakini hao ni Waislamu pia. But you see, the church does not grow because we are all Pentecostals. The church grow because there are people who have to be converted from religion to Christianity. Kanisa halikui kwa sababu sisi wote ni wa Pentecost. Hapana, kanisa linakuwa na kuongezeka kwa sababu kuna watu wanatoka kwenye dini nyingine wanageuzwa na kuja kwenye kanisa hili. So I made it a point, kwa nikadhamiria moyoni mwangu, that I will preach the gospel, nitahubiri injili out there, huko nje, more hours than I preach here. Nitahubiri kwa masaa mengi huko nje kuliko masaa ninayohubiri hapa madhabahuni. And every choir member, na kila muumini wa mwanakwaya, every month, kila mwaka, they must bring someone in church. Tumekubaliana lazima walete mtu mmoja kwenye kanisa. Because you can't sing to empty chairs. Kwa sababu huwezi ukaimbia viti vitupu. You must bring the people to sing. Ni lazima ulete watu ambao utawaimbia. So before you qualify to be here, kwa hiyo kabla hujakizi vigezo vya kuwa hapa, you must bring 3 people. Lazima ulete watu 3 whom you are going to sing for. Wale ambao utakuna waimbia. Every mzee wa kanisa, kila mzee wa kanisa kanisani kwake, must show me, lazima anionyeshe, in a full year, kwa mwaka mzima, 5 people, watu 5 they have discipled, wale ambao amewafanya kuwa wanafunzi, that can lead another church somewhere, ambao wanaweza akaongoza kanisa lingine mahali pengine. So we moved, kwa hiyo tukatembea hivi, from one person, kutoka kwa mtu mmoja. Now we are more than 700 registered members. Sasa tuko zaidi ya watu 700 waumini waliojisajili. I have 4 years to be a pastor of that church. Nina miaka 4 ya kuwa wewe mchungaji. After 4 years I'm going to resign and I leave the church. Nina miaka 4 ya kuendelea kuwa wewe mchungaji. Baada ya miaka 4 mimi nitastaafu kuwa mchungaji wa hilo kanisa. So I only have 20 years for that church, then I move on. Kwa mimi nitakuwa nimeongoza lile kanisa kwa miaka 20, baada ya hapo naendelea. But before that, lakini kabla ya hilo, that church must have 1,000 people before I leave. Hilo kanisa lazima liwe na watu 1,000 kabla mimi sijaondoka. Anything you don't decide to do in your life, it will never be done. Kitu chochote ambacho hujaamua kukifanya kwenye maisha yako hakitafanyika. Now how are those numbers got? Sasa tuliwezaje kukuza hiyo idadi? Tuliipataje hiyo idadi? It was not my work alone.
ilikuwa sio kazi yangu mimi mwenyewe. Every member of our church became an evangelist. Kila muumini kanisani kwetu aligeuka kuwa mwinjilisti. Najua kuna wengi hapa mnafikiri ya kwamba mimi si mwinjilisti, mimi ni mwimbaji. Mimi si mwinjilisti, mimi ni muombaji. Sisi wote tumeitwa kuomba. Na sisi wote tumeitwa kuimba. Naomba nipindue mambo kidogo hapa. Kuimba ni kitu kizuri kanisani, lakini si mwito. It's not a ministry. It's a service. Ni huduma, sio wito. When we all come to church, we are supposed to sing. Wote tukija kanisani tunatakiwa kuimba and to pray na kuomba. Vile vile tumeitwa kuhubiri injili. Sisi wote ni wainjilisti. Na si kuomba, lakini ni lazima kila Mkristo, muumini ambaye ameokoka na amejazwa na Roho Mtakatifu, lazima aende nje alihubiri neno la Mungu. Wale ambayo tutawaruhusu ni wale ambayo hawajajazwa na Roho Mtakatifu, hao wabaki. Wacha niulize swali. Wangapi hapa una uhakika umejazwa na Roho Mtakatifu? Na tuko wengi. Sasa kuanzia kesho, hata jioni ya leo, enda kwa barabara, enda kwa sokoni, mahali popote, usimame ama uongee na mtu, mwambie habari njema. Usiwe mchoyo wa neno la Bwana. Kuna watu kila Jumapili wanakimbilia mic. How did you call the mic? Kipaza sauti? Kiroronga. Wewe acha wewe. Kipaza sauti. You see, these young people are spoiling our Swahili. There are people muna ujasiri kila Jumapili unakuja hapa kushika kipaza sauti. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Hiyo Bwana sifiwe na ujasiri upeleke nje. Kuna watu kule wanahitaji kusikia ushuhuda ya kwamba ulikuwa unaumwa, lakini Mungu wako amekuponya. Sisi wote tunajua na hatuhitaji kuambiwa ushuhuda ya kwamba umeponywa. Sisi wote tunaamini ya kwamba Yesu anaponya. Tosha. Enda uambie wale ambaye hawamjui Kristo ya kwamba anaponya. Waelezea kwamba mimi huyu nilikuwa naumwa mgongo, lakini Yesu aliniponya. Sisi hapa tunafahamu ya kwamba Yesu anafanya nini. Hakuna haja ya kuja Jumapili wewe kutoa tu ushuhuda, jana ni tumbo, Jumapili nyingine ni mgongo, ile Jumapili nyingine ni miguu. Dada, punguza. Enda kule. Wengine mna maduka, lakini hata jirani yako hajawahi jua hata kujua mahali unasali. Ujasiri ni Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Mimi hapa ni nabii. Kwanza jina langu ni Samueli. Nimekuja na unabii ya kwamba hili kanisa linaweza likapanuka kwa idadi ya watu. Kuna uwezo. Na kuna uwezo watu kutembea, wengine wanaweza wakasafiri kuanzia kule ile junction inaitwa nini? Tinde. Kila Jumapili saa 12 wanapanda daradara kuja wapi? Hapa. Ili ninalosema sisemi mambo ambayo sina witness, ushahidi, uhakika au ama ushahidi. Nimeona, nilianza kanisa mwili moja, hata wakati usikuwa nimeoa. Mungu akanipeleka mahali ambayo si sehemu nimezaliwa. Lakini kila Jumapili, kila Jumatatu, kila Jumanne, kila Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, kwenda nje ni kazi. Ni kazi.
Mungu asifiwe kwa ajili ya watoto ambayo tumezaa kwa tumbo zetu, lakini kuna watoto wa roho kila mmoja wetu anastahili kuzaa. If you are spiritual and you are filled with the Spirit of God, the first mandate, enda waelezee. Kama wewe ni mtu wa kiroho, jukumu lako la kwanza ni kwenda nje kuambia watu kwa habari ya Yesu. If you read the book of Acts, ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, the church was not given the power to speak in tongues. Kanisa alikupewa nguvu likanena kwa lugha. Mwambie jirani, tumeongea kwa lugha ya kutosha. Mwambie jirani yako, tumenena kwa lugha kwa kutosha. Lugha tumenena ya kutosha, tumenena. Lakini sasa ni wakati wa kwenda wapi? Unanena kwa lugha mpaka unalia. Baada ya hiyo ni nini sasa? Mbinguni na faidi na nini? Asante kwa kunena. Sisi tumejua ya kwamba umejazwa, lakini mbinguni kujua ya kwamba umejazwa lazima uwalete watu. Ndio, that is the result of being filled. Hayo ni matokeo au matunda ya kuwa umejazwa na Roho Mtakatifu. Hello. Sijaona mahali hapo wakati ndimi zinakuja hapo. Ni lazima tuhubiri kwanza. Amen. Najua ninaweza mchungaji hapa ni mhubiri mzuri. Sasa yeye ataleta neno Jumapili. Wacha tu mimi nizungumze na kanisa. Na mchungaji leo hayupo, amenisafiri. Hako Kahama, hayupo hapa. Ameniacha tu na mchungaji msaidizi. Yeye hayupo. Hebu wewe jiangalie. Hawezi can't you reach out to 2 people in a week? Hebu jaribu kujifikiria. Huwezi ukawafikia watu wawili kweli? Yaani wewe ni mdhaifu sana ya ati huwezi kumfikia ule jelani na ule mwingine na ule mwingine. Inaweza. Kama tuna uwezo wa kualika watu kwa harusi. Kuna watu yani wananibo. Miezi 6 na kualika kwa harusi. Kila jioni na kukumbusha, baba, unakumbuka siku ya harusi yangu? Sasa unagundua ya kwamba umeenda umesafiri kilomita kama 405, umekuta mtu mwingine naye amealikwa kwa hiyo harusi hiyo tu. Huo uwezo wa kualika watu wote kwa harusi ndio uwezo ambayo unao kualika watu katika Kristo. Ili kanisa limejaa na watu wana simu za kupanguza za kisasa. Lakini we kila wakati ni kwenda kwa mtandao. Hey, umejua mama fulani amezaa watoto mpacha. Huyo namtumia, unatumia mwingine. Si bora utume ujumbe wa kuwafikia watu na kualika kanisani, wakumbusha kwamba usisahau darasa letu la Sunday School asubuhi, usikose. Huko kwetu mimi naona washirika wetu wako kwa mitandao fulani, unamuona huko ameandika mambo mengi. Unashangaa kanisani anakaa kimya. Unaweza fikiri ni mtu ambaye ni mtulivu zaidi wa wote duniani. Lakini ukimuona kule kanana, wengine tumekaa kanisani tumejazwa na upako wa kusengenya wengine. Yaani umejazwa na upako wa kuwasengenya wengine. Na hiyo upako, dada ama ndugu, si utumie uende wafikie wale ambayo wamefungwa na minyororo ya shetani. Yaani hiyo nguvu ambayo unayo na hiyo that craftiness na huo ujuzi ulionao, the ability, uwezo wa kusengenya, unaweza kautumia vizuri sana.
unaenda unautumia hiyo ujuzi. Na Yesu anakupenda na venye uko mrembo. Kwa dakika 25 tayari mtu ameiva, unamuongoza katika Kristo. Wengine tunaweza tukatumia hata namna Mungu ametuumba. Halo. Ya, unamwona ule dada mnafanana. Anavana, anang'aa vizuri kama wewe. Mwambia dadangu, unajua nini? Leo nimekuja nikwambie kwamba unajua kule kanisani kwetu watu kama wewe ndio wanastahili wakuwe kwa ibada kama mimi. Si mimi na wewe tunapendeza. Yes. Wengine mnaongea kizungu zaidi ya kizungu ninacho hapa. Tumia hiyo kizungu. Watafuta hao na kizungu huyu hapa Shinyanga, watafuta mbele. Kwa ile kanisa yetu sisi tunaongea kizungu na mimi ni mmoja wao. Si ukuje tujiunge na sisi kule. Kwa mwaka mmoja utaona mchungaji amekuwa anaanza ibada ya kizungu, ya Kiingereza. Yaani tutaongea Kiswahili mpaka miaka ngapi? Si lazima kuwe na Kiingereza hapa. Hii kanisa imevuka kiwango ya Kiswahili. Tuende tu hata nyimbo za kizungu zaanze kuimba hapa. Mataifa ile mataifa mataifa ya msifu. Sasa mataifa zikikusanyika hapa hawajui Kiswahili. Tutaimba nini? Si sasa tuanze kutafuta lugha ya kimataifa Si ndio mjitahidi. Najua mnaweza. Zipo sasa mkiona watu wageni kama sisi mnaweka kamoja tu kutuvuta siku nyingine turudi. I'm talking to you. Nazungumuza nanyi kwa maana nimependa moyo wa hii kanisa. Na nimekuwa nimekaa hapa, Mungu akaniambia kuna uwezo hapa. Nashangaa, najua Sara anajiuliza leo mhubiri umekuaje leo? Naomba niongee moyo wangu na moyo wa Mungu. Kuna watu hapa Shinyanga ambayo hawaelewi Kiswahili. Na tunakutana nao. Sasa tukikutana nao tunawaalika hapa. Na wakija hapa ni mjini. Wachana ile kanisa yetu ile ambayo inaitisha viti sahihi kule. Hapa ni mjini. Watu watajiri wanakuja kununua nini hizi gold na mambo mengine mnauza hapa. Alafu ametoka South Africa, amekuja ama ametoka Uganda, anatafuta kanisa ambayo anaweza kaabudu. Lakini sasa kukuja ni kitu kingine. Kusikia ni kitu kingine, lakini kuelewa ndio shida sasa. Hao nao tuwafikie kupitia kwa lugha. Kupitia kwa lugha. Wengine they are married here, wameoleka hapa. Mimi nina kijana anaitwa Kabugo kwa timu yetu hapa, anaendesha moja hizi truck. Miaka kama 2 nyuma tulikuwa Singida huko, kijana akamwona msichana anaimba kanisani. Kijana wangu akavuta msichana mpaka kule Uganda. Sasa nafikiri wiki ijayo atanipatia mjukuu wa pili. Ako kule. Lakini kile kilichomtia moyo ya kwamba anasikia baba ya kijana anayemtongoza Kiswahili anakielewa, akasema na kijana naye ameanza kujifunza Kiswahili kutoka kwa baba yake. Sema hata kama au wawili watatosha mimi kukaa huko nikizungumza nao Kiswahili. Lazima kuwe na kitu ambayo kinamvuta mtu kukaa hapa. Mimi naleta unabii ya kwamba kunaweza kuwa na ibada ya Kiingereza hapa. Hata inaweza kuwa ni jioni. Mchungaji wetu nimemsikia Kiingereza ni kile sanifu. Si mnanielewa mimi? Si naye ataeleweka na akiendelea kukizungumza na kuhubiri kwa Kiingereza, mtamuona kwa runinga za TV kule Amerikani anahubiri Kiingereza. Sisi ndio tunamfungia hapa. Mimi huduma wa nuru kwa mataifa, kilichonileta
ama niitwe, ni kwa maana nilikuwa najua Kiswahili kidogo kuliko wengine. Kaniambia, si ukuje ndugu tusaidie, wewe Kiswahili unaelewa na utazungumza na wachungaji. Ilikuwa passport yangu. Na sasa mniache niendelee kusema Kiswahili ili wasinifukuze. Bwana asifiwe sana. Wangapi mumeanza kusikia hamu ya kupanuka kwa idadi ya watu? Umeanza kusikia hamu? Vijana ambayo mko hapa, tunaweza tukawaleta vijana mpaka wanajaza hii kanisa, vijana peke yake. Inawezekana. Inawezekana. Unajua sisi, ndugu yangu alikuwa anaimba Yesu ni Bwana. Sisi kuna wakati nilikuwa naimba nilikuwa mlevi kuliko wewe, Yesu ni Bwana amenibadilisha kwa neema yake. Sasa kule mimi nikienda mahali popote nawaambia wale ambayo ni warevi, naambia wewe mlevi wewe, mimi huyu naye niona nilikuwa mlevi kukuliko, na sasa mimi ni mlevi wa Yesu. Wewe ni mlevi wa pombe, mimi ni mlevi wa Roho Mtakatifu. Sisi wote ni warevi. Utafauti ni warevi wa nini? You can invite. Unaweza kukaribisha. Let me just use your choir. Ngoja nitolee mfano kwa kwaya yenu. Hata kama haujui neno lolote katika Biblia, walikoambie tuna kwaya nzuri na kukaribisha Jumapili, utabarikiwa na waimbaji wetu. Kwanza ule mwingine anapiga kinanda akiimba. Na ule mwenye anapenda mziki atakuja kwa mchungaji. Nikwambie, yani ukweli wa moyo wangu, kama nilikuwa nimekuja tu kuishi hapa, mimi singetoka kwa hili kanisa. Napenda kulisikiza neno, lakini napenda kuimba. Sasa hiyo tu mwambie mtu ya kwamba njoo, tuna kwaya ama waimbaji wetu ni bora zaidi, utabarikiwa. Hiyo tu inatosha. Mualike mtu, mwambie tunakaribisha kanisa letu, kuna utulivu, hakuna makelele sana, vyombo vipo lakini ni excellent, ubora upo. Kuna watu huko mtaa hawataki kuja kanisa zetu, wanafikiri tuna makelele Mwambie mimi naelewa ya kwamba hizi wakati nimekuona unapenda mziki ambayo umetulia, na nikikualika kwa Jumapili kanisani kwetu utapenda. Wakifika hapa watalikuta neno, watamkutana na moyo mtakatifu, watabarikiwa na watasema siku ya Jumapili ijayo sitakosa, kwanza nitakuja mapema. Kuna namna nyingi tunaweza tukatumia kufikia watu, na Mungu atawaokoa na kanisa letu litabarikiwa. Wazee wa kanisa mupo? Acha nianzie hapa hivi. Wazee wa kanisa, situpo? Kule kanisani sisi atuombe Mungu kutupatia pesa. Can I say it in English? We don't pray for God to give us money. Hatumuombe Mungu atupe fedha. No. Hapana. Money is not in heaven. Money is in Uganda where we are. Pesa ziko mbinguni, pesa ziko Uganda huko tulipo. What we do, tunachokifanya, we pray that God gives us more anointing. Tunaomba Mungu tupe upako zaidi. Tuwafikie wale ambao wanachukua pesa kwa bar. Baada ya kwenda kunywa pombe, hiyo pesa inakuja wapi? Kanisa. Tayari. Umeamka? Sasa utakuta wamama siku 40 wanafunga na kufanya nini? Kuomba ili Mungu atupatie pesa tunue kinanda mpya. Mungu baba. Unapoteza muda mwingi sana, unajiumiza. Enda, kuna dada kule ni mfanye biashara lakini pia anafanya mambo ya ushirikina, uchawi.
enda umhubiri. Akiokoka, ile hela ambayo ilikuwa inaenda kwa waganga wa kienyeji itakuja tu hapa, kinanda kitanuliwa bila usumbufu na shida yoyote, kama na hela ipo. Tunaelewana? Kuna mambo hapa kanisani ambayo hawezi kashughulikiwa na maombi, inashughulikiwa na pesa. Haleluya. Na wakina nani wana pesa? Wale ambayo tayari saa hiyo wako hivyo. Jana nilikuwa napenda mbuzi, nyama. Sasa jana tulikwenda kukula nyama ya mbuzi. Alafu Simba nayo inafanya nini? Inacheza. Alafu tena ni siku sijui ni ya Valentine, sijui nini. Sasa kulikuwa na mchanganyiko pale. Sasa mimi sijaona sehemu ambayo ni ya watu wameokoka peke yake na kuna mbuzi ili tuende kwa. Lakini sasa sehemu zina mbuzi kuna mambo mengi kule. Sasa jamaa kijana kuna ndugu yako kijana kama huyo, alikuwa kama huyo. Akaitokeza. Alikuwa amebeba kama 3,000 hivi, anatembea kwa kila meza. Yaani si ya kwamba anaomba, lakini sasa amefanya nini? Ameloa. Anahesabu pesa zake. Sasa mimi si kuangalia mlevi, niliangalia pesa ambaye alikuwa ameshika mkononi. Nikasema Mungu wangu, sasa huyu akiokoka hiyo hela pale kwa kibui. Sasa wewe tusaidie. Huwezi ukawa hautaki kuomba na pia hutaki kuwafikia watu. Tena shida kubwa, hautaki kutoa. Sasa kama wewe hutaki kutoa, enda wafikie watu wakuje, wao watatoa, wewe ubaki. Wewe leta tu wenye watatoa, wewe usitoe. Lakini tusaidie wafikie wale watakuja wafanya nini? Watoe. Kuna mambo Mungu ametuachia sisi hata shughulikia. Moja yake ni pesa. Kwa maana amekupatia akili. Mimi nilikuwa mlevi. Kanisa letu, hata juzi nimekuja na mzee mmoja, ni mtajiri kwa mtaa wetu. Unajua ukiwa mchungaji ambayo una pesa kidogo, watajiri wanakufuata hata kama hawaokoki. Sasa alisikia namwambia naenda Tanzania. Akaniambia unajua nini? Tangu nizaliwe mimi sijaifika Tanzania. Nikamwambia ni shida gani? Gari iko hapa, twende. Tulipofika hapa akasoma Shinyanga. Akakumbuka historia akiwa anafunzwa darasani, yani ile ya msingi. Anafunzwa mambo ya, akisema sasa nilikuwa naenda kufa bila kufika hapa. Mwalimu alikuwa anatufundisha mambo ya Shinyanga na Tabora. Akakumbuka, lakini nilikuwa naye hapa. Ni mtajiri, ana hela, hata ananisaidia mimi, lakini hajaokoka. Nilimuuliza tu swali moja, nikamwambia sasa Robert, wewe na mimi, nani ambaye amepungukiwa kitu? Kwa maana una hela na mimi ninazo. Akaniambia sijui chenye unasema. Nikamwambia wewe umepungukia kitu kimoja. Wewe una pesa kama mimi, lakini wewe utaenda jehanamu, mimi nitaenda mbinguni. Sasa tufanye hivi, mimi nakualika kanisani, usitubu leo, lakini nakualika Jumapili njoo uwe mgeni wangu. Jamaa akaja Jumapili ya kwanza, ni Mroma Mkatolika. Akakaa nyuma hivi kimya, huu mji wote wanamjua na anakunywa. Akakaa kimya, na mimi sikutaja jina lake hata kumtambulisha ya kwamba Robert, karibu sana kwa ibada yetu. Nikaa kimya. Sasa ni mwaka 1 na miezi. Jamaa kila Jumapili alikuja mara 2, akarudi mke wake ni Msabato. Akamwambia sasa mama, hao vijana wangu wote na wasichana kanisani kule chini. Ile mambo ule jamaa anafundisha, watoto wangu lazima waelewe. Wewe enda kule kwa Sabato, lakini watoto wangu wote kule chini. Na sasa
Ameenda yeye na ananikumbusha, anasema ulisema utaenda kuhubiri kule. Ananisindikiza nikienda kuhubiri Mikesha sijui wapi, huyo tu kwa gari. Anaacha mambo zake. Alikapa zaidi ya wiki moja amerudi na Obedi rafiki yako. Mimi si ndio mwokozi. Kazi yangu ni kualika watu wakutane na mwokozi. Kanisa letu limejaa walevi. Unajua walevi wewe? Kweli? Wewe hujawahi kunywa pombe. Wewe leo hujui mambo ya walevi. Ina wadada ambao wanajiuza wako pale. Ina wale wanavuta bangi au wameshaona. Yaani ukitafuta kila mtu wa kila aina hako hapo. Na kila Jumapili sisi ni kufanya mwaliko. Wangapi siku ya leo unataka kutoa uamuzi? Unaona mkono mmoja unasema asante Yesu. Asante. Jumapili nyingine wangapi? Unaona mkono. Sasa wewe waalike wakuje hapa. Injili the gospel did not come for the righteous. Injili haijaja kwa ajili ya wenye haki. Pastor, nikimalizia nikae. Unaona hao watu wote, usipokuwa mama, hata wengine kanisani wote hao, we hujui walilala wapi jana. Hauna uhakika. Ni neema tu wanaimba, Roho Mtakatifu anashuka, lakini wengine hawajui mambo yao. Sasa unaweza ukamfukuza mtu amekuja wewe, kumbe wenye wako hapa ni wabaya zaidi. Hata mimi nayo ongea hapa, hujui nilala wapi. Uliambiwa tu kuna mhubiri, no. Sawa, kwa imani kwa kubali. Ndio sababu ule Paulo alituambia mapema ya kwamba sisi wote ni watenda dhambi, lakini kwa neema. Sasa tuache watenda dhambi wakuje kanisani. Msiwaogopeshe watu kuja kanisani. Hapa si mbinguni. Hapa si nini? Si mbinguni. Baba, nimesikia mchungaji anakutia moyo, anasema muache atubu hata kama ni mara 10. Wacha afanye nini? Atubu. Sisi wote tumeitwa kutubu kila dakika, kila sekendi. Tunatenda dhambi kupitia kwa fikra zetu. Wengine hapa tumejaa na mapepo ya uwivu. Mtu akitoa ushuhuda, nashukuru Mungu kwa ajili ya msichana huyo, ni binti wangu wa kwanza. Unaona wamama wengine wapigi makofi, yani sura zina kwa maana wa kwake hajui hata mahali yupo. Hajui msichana wake wa kwanza yupo wapi. Sasa anasikia wivu. Ndio huyu anastahili kutubu Jumapili na Jumatatu na Alhamisi na kila siku. Kila saa ni mwaminifu. Atakusemea dhambi zako. Haleluya. Haleluya. Wangapi wa mama hapa bwanaka anajua mahali unasali? Anajua kanisa ambayo unashiriki nalo. Bwanaka anajua. Weka mkono juu. Inua. Sikuweka, inua. Inua kama bwanaka anajua hili kanisa na anamjua mchungaji. Baba, naomba usimame. Njoo uangalie. Aya, inua mkono kama bwana yako anajua hili kanisa na mnamjua mchungaji. Umeona? Bado kuna wale ambayo their husbands. So kabla ya huu mwezi kuishi, tafuta namna umlete mume wako hata kama hajaokoka. Mchungaji amjue. Mchungaji anapomjua wataanza kuwa marafiki.
Na wakianza kuwa marafiki, itakuwa ni njia ingine, mchungaji ataanza kumfikia pole pole hata kumuombea. Wewe unataka mchungaji aombee mume wako na hamjui na mnaishi hapa Shinyanga, si utafute namna yoyote. Hata kama ndoa yako haijakamilika vizuri, wewe usijali, wewe mwambie tu mchungaji, huyu ni mtu wangu, lakini mimi nimemleta. Sasa hapo mchungaji ataanzia hapo, akuulize sasa hii mambo tutaitengeneza lini? Lakini ukiendelea kumficha, utawachwa kwa mataa, atafute mwingine. Mulete ili uwe na ulinzi. Tumeelewana? Uwe na nini? Na ulinzi. Mchungaji atakuwa anamkutana ndugu Samueli, habari ya mama, na amemkuta na mama mwingine, anauliza ule mama na huyu bwana akimjua mchungaji, siku moja atakwambia unajua nini, sasa wacha nikuje nikutembelee huko kanisani, kwa maana mchungaji amekuwa rafiki yangu sana. Unaona hiyo? Hujamhubiria maneno mengi, hujafungua Biblia, lakini Ukristo ni uhusiano. Ukristo ni nini? Au watu wote, nimesikia dada huyo binti wetu akisema yeye ametoka KKT na mama yake ni mshirika wa hapa. Unaona? Sasa kule unauliza, sasa mchungaji, wewe umewezaje kufikia watu idadi hiyo ambayo ni kijiji ama sehemu ya Waislamu? Uhusiano. Nikimuona ule ana msiba, mimi huyu nimefika. Kanisa imechanga gunia ya dona ama wali mchele, tumepeleka pale kwa ule Muislamu. Alafu anasema kule mko msikiti hii mambo wafanye. Wana hao watu uhusiano. Hiyo ni namna ingine ya kuleta watu katika Kristo. I want to pray for you. Nataka nikuombee. I don't know what I've said. Mimi hata sijui nini nimesema, but I know God has spoken to you. Lakini najua Mungu amezungumza na wewe. God has challenged you. Mungu amekutia changamoto. God has reminded you. Mungu amekukumbusha your responsibility. Amekukumbusha wajibu wako. That you are called to be a fisher of men. Umeitwa kuwa mvuvi wa watu. And I know. Na najua God will expand us. Mungu atatutanua. I will wait for one day when pastor will say, mchungaji, sasa kanisa lina mpango wa kuvunja ukuta. Tuna shida nzuri. Mimi naomba hiyo shida nzuri ikuje hapa. Yaani iwasukume. Kuna watu ambao ni wavivu mpaka wasikie njaa ndio naenda kutafuta kazi. Wengine wa mama ni bwanake mpaka amwache nyumbani, analala njaa siku 3, 4, 5 ndio anakumbuka, kuna mama kule barabarani wanapepeta mahindi, wacha na mimi nitafute namna. Na mimi ombi langu hapa ni Mungu alete watu wengi, tupate shida nzuri na tupanue mawazo yetu, na kizazi kinachokuja mbele watasifu jina la Bwana na watasema wale waliotutangulia walifanya kazi nzuri. Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, I thank you for your servant. Ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako. Thank you for the leadership of this church. Asante kwa ajili ya uongozi wa kanisa hili. Thank you, Father, for positioning them in this community. Asante Baba kwa sababu umewaweka kwenye jamii hii. You have allowed them to expand the work. Umewaruhusu Bwana majeshi watanue kazi yako. But my prayer this morning, maombi yangu asubuhi hii, is that you may increase our ability. Naomba uongeze uwezo wetu. Challenge us. Tutie changamoto. Bring hunger and thirsty. Weka kiu na njaa. To go out and reach to the lost. Kiu na njaa ya kwenda nje na kuwafikia wale waliopotea. Because your word says in the book of Daniel chapter number 3. Kwa sababu neno lako linasema kwenye kitabu cha Danieli sura ya 3. That we will shine.
tutang'aa forever milele yote like stars kama nyota za mbinguni, because of reaching out to the lost. kwa sababu ya kuwafikia wale waliopotea. I pray that this church will be covered by the grace of evangelism. Naomba kanisa hili lifunikwe kwa neema ya uinjilisti. I pray that each member of this church will never be satisfied. Naomba kwamba kila muumini wa kanisa hili asirizike. That we should look for growth. Tutafute ongezeko Spiritually, ongezeko kiroho, numerically, ongezeko kiidadi, in the infrastructure, ongezeko kwenye kimajengo that na your name miundombinu, will be glorified. ili neno lako liweze Even kutukuzwa. during these crusade preparations, Hata wakati wa maandalio ya mikutano hii, let this church harvest tunaomba kanisa hili likavune, many new believers, likavune waongofu wapya wengi, new souls nafsi nyingi that will bring glory to your name. ambazo zitaleta utukufu kwenye jina lako. In Jesus' mighty name we Kwa pray. jina la Bwana Yesu mwenye nguvu tumeomba. Amen and amen. Amen. Amen.